Katika masuala ya ukeketaji sisi tunashika namba moja. Kiukweli hili swala linatia doa sana, hata tukifanya mazuri yapi, hata Mheshimiwa Rais atuletee miradi mbalimbali, lakini lipo swala ambalo linatia doa, ni swala la ukatili wa kijinsia na hasa masuala ya ukeketaji. Hasa ujiulize, je, jamani tunawezaje kutoka? Nimekuwa nikifundisha kwamba zipo mila na desturi ambazo tunapaswa sisi kuzikumbatia, lakini zipo mila na desturi ambazo tunazipaswa sisi tuziache, hasa kwa sababu masuala ya ukeketaji. Hizo tunapaswa mila tuziache kabisa, kwa sababu hazifai. Lakini nimekuwa nikisisitiza zipo mila na desturi nzuri ambazo tunazitumia sisi. Mtendaji yeye ni shahidi, na wote kesi kama haijaanzia huku chini huwa tunawarudisha. Jamani, tunaombeni mkakae na wazee kwa sababu tunawathamini. Rudi nyumbani, kakae na wazee, mlisolve hili tatizo. Likishindikana ndo mje ngazi ya halmashauri ili tuweze kulitatua. Kwa hiyo hizo ni mila na desturi nzuri ambazo tunawaamini, lakini hatutegemei hizo mila na desturi kwamba afisa hapa amezungumza jambo zuri sana, ambapo shirika la afya duniani baada ya kufanya tafiti yake ndo likasema kwamba wale wanaofanya vitendo vya ukatili ni sisi wenyewe, yani sisi ambao tunajuana. Ni tafiti ambayo imefanyika. Sasa mila na desturi mbaya ni ile kumlinda mhalifu. Wewe unajua mtoto wa fulani ndo kambaka fulani, lakini unamlinda kwa kuwa ni wa kwenu. Jamani, hilo ni jambo zuri? Nauliza tena, hilo ni jambo zuri? Hilo sio jambo zuri. Na kwa minajili hiyo, baada ya kujua sasa kwamba kati ya makundi ambayo yanaathirika sana mtoto, wanawake, ndipo ilikuja sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo yenyewe ilifanyiwa mapitio 2019 na ikatambua haki zifuatazo. Mfano, ikatambua haki ya kuishi, ikatambua haki ya mtoto ya kupata malezi bora, ikatambua haki ya mtoto ya kupewa uraia pamoja na jina lake, ikatambua haki ya mtoto ya kushiriki katika maamuzi mbalimbali, ikatambua pia haki hiyo hiyo ya mtoto ya kumtambua baba, yaani ya kuwatambua wazazi wake. Sheria zote hizo zimeainishwa. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kumlinda huyu mtoto ambaye anapitia haya madhira. Sisi ni watu wazima, tunachotakiwa kukiokoa ni hiki huku chini. Ndio maana tunajenga msingi mzuri kwa hao watoto sasa ambao ni kizazi cha kesho. Isije ikatokea kwamba hata nyie kama wazazi mkasema, jamani, kweli tumeamini yale maandiko ya Biblia kwamba hiki ni kizazi cha kenge na nyoka, kutokana hatujaweka malezi ambayo yako bora. Na ndio maana hiyo sheria ilivyokuja inamlinda huyo mtoto juu ya madhila mbalimbali. Mtoto anapitia vitendo vya ukatili wa kijinsia. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mtoto apitie hayo madhira. Na hapa nichukue nafasi hii kuwapongeza wamama wote ambao mko hapa, mnafanya kazi nzuri sana kwa ajili ya kuwalea. Unajua mama mpaka akaja kushtaki akasema kwamba nimeshindwa, sasa mimi huyu mzee anitunzi, hafanyi 1 2 3 4 5, hahudumii familia, basi ujue kweli imefika hatua mbaya. Lakini wamama siku zote ni wavumilivu. Lengo la kufundisha hii ni kuweza kuwasaidia namna bora ya kuzitafsiri hizi sheria. Unajua